Ni vema ungenisikia kaka, sunataoa. Nikushaurie na utasema baba ama aliongea mwalimu. Usisubutu kuoa mwanamke wa aina hizi tatu. Wa kwanza, mwanamke mwenye anakimbia maisha ya kwao, anaenda ishi kwa watu. Edha kwa mama leki, kwa muyomba, kwa shangazi, paske kule kwa shangazi ya une vie meilleure que l'heure. Usipendake huo mwanamke mwenye anakimbia kwao, anaenda ishi kwa watu. Utalia, utajuta na utaregrete, utajuta kuzaliwa. Ule mwanamke anakuwaka na matabia komplike, anakimbia kwa juu ya maisha ya kwao, na usisubutu sana kabisa kumuongelesha. Siku ya kwanza utamgundua. Wa pili, mwanamke mwenye hana kazi lakini ko toujours shike. Hana fasi ambapo anatoshaka mchuzi, lakini iko toujours propre, iko na simu ya share, simu ya bei kali. Utalia. Utaregrete kuzaliwa. Ya tatu, mwanamke mwenye anajipenda. C'est vrai kila mtu anajipendaka, lakini mwanamke mwenye anajiangalia, anajipenda sana. Binti ambaye anajipenda kiasi ya juu. Ukiongea naye mlangaji sasa unasikiaka unaangalia mimi napendaka hivi, mimi napendaka nikuwe hivi, utaregrete. Ya tatu, mwanamke mlevi. Asikwambia si anaonjaka. Unamtosha na kuambia mimi nakunyaka huko pombe moya booster. Kuko ile pombe kuko mtu mmoja alishakacheza kunicheza akili aseme ni J. Voilà. Heureusement moi je ne prends pas et je ne touche pas sans voir lire à la distance. Booster. Nikapombe banaka couvrir aseme ni J. Mwanamke anakuambia mimi sikunya yake mimi naonjaka. Na siku atakuwa mwako atakunya. Akuwa anaonjaka, akuwa anakunyaka, ni mulevi. Usiowe mwanamke mulevi, mwanamke mkunya pombe, mwanamke muonja pombe, mwanamke wa kugusa pombe. Usisubutu, utajuta kuzaliwa. Utasema mwalimu aliongea. Kwa mwisho, usiowe mwanamke mwenye anajikroire très belle. Anajiona iko belle. Anafika mwile bunyumba, watu kama ulimuoa na hauna kazi ama kazi inaisha, anaanza chakaa, anaanza kuambia nishachuia mwako. Kejote benise.